nimemuongopea. Sasa cha kufanya wewe nenda katafute kitu, mimi kuendelea kumchunguza. Tutakutana mpaka mkuu akija. Mimi na wewe tutawasiliana. Kwa nini mwanangu una shida gani? Kwa nini unamdharau baba yako? Wakati nilishakwambia yule ni baba yako, umheshimu kama baba. Kwa nini unamdharau? Eti. Kwa nini unamdharau? Wewe si nilishakufundisha upendo, uwe na upendo na watu wote. Sasa kwa nini wewe unanipenda mimi mama yako, baba yako humpendi? Kila siku mimi niwe nakuambia wewe tu. Nitakuwa nakwambia maisha yako yote na kuelekeza, mwanangu fanya hivi, fanya hivi. Nitakuwa nakuelekeza kila siku. Mama, mbona mimi sijafanya hivyo? Na kwa nini nifanye hivyo? Mbona mimi nina upendo tu na baba yangu. Sasa kama una upendo, angekuja kunilalamikia kwamba umemtusi. Mwanangu, hiyo tabia ya kuanza kutukana watu umeanza lini? Shida mwanangu wewe ni kiburi na kujua vizuri. Jaribu basi kuishi naye hata kwa upendo. Hata yani muonyeshe upendo kama unavyonionyesha mimi mama yako. Mbona tunaishi kwa amani mimi na mama yako? Kwa nini usiishi naye yule kwa upendo? Ni baba yako yule. Ishi naye basi vizuri mwanangu. Mbona unakuwa hivyo? Nimekuelewa. Nenda kaendelee na kazi zako. Sawa, nasema hivyo kwa sababu huko usalama ni mdogo. Lakini Shomi, mbona unakuwa hivyo? Mimi nafurahi nikiwa na wewe huko. Tunaishi pamoja. Nataka kutengeneza familia na wewe, Kubali tutenge familia mimi na wewe Shomi. Nimekumisi sana Shomi. Tunachokuomba, tunaomba utupatie moyo wetu. Au tuonyeshe ulipo. Wewe unapenda maisha ya duniani? Siwezi kuwakabidhi kitu ambacho kinalinda dunia yetu. Ni bora mteketee dunia nzima kuliko niwakabidhi hiki kitu watu wabaya. Ngema. Nakuita wewe Ngema. Naam nini? Afu unajua umezidisha sana dharau wewe. Mbavu. Kitu kilichonileta hapa chumbani kwako, sawa? Nataka nijue hela yangu iko wapi? Pesa gani? Hela ipi? Wajifanya uelewi, si ndio? Nakuuliza pesa yangu iko wapi, sioni. Pesa ipi mbona mimi sijui? Acha kunivuruga. Usinifanye mimi mjinga, wala usinifanye kama mimi sielewi kitu unachokifanya. Mazingaombo yako na nilikwambia na siku ile nimekutandika hata zile bakora nilikwambia sitaki haya mambo yarudie. Lakini unaonekana haya mambo yanaendelea, si ndio? Sasa ninachohitaji nihitaji hiyo pesa yangu. Hayo mazingaombo hayo mimi mzee wako mimi nayajua. Mimi nimezaliwa kitambo, alafu wewe hujui mimi nilikotoka. Umeshanielewa? Sikia. Ukitaka hii nyumba hii usije kuiona au kaja kukuta maji, mimi ndo zaidi ya mazingaombo. Sio wewe mjinga wewe. Hiyo pesa naitaka.
makini bwana. Naona tumeshindana kupitia maneno. Mnavyotaka na Zira, zigijara, jira, majir, jira, majir. Mwenzetu unaenda wapi na hilo begi? Afu hata hujaniambia unakoenda. Naondoka zangu. Yaani unaondokaje ndo nakuuliza unaenda wapi? Unaniuliza kwa nini naondoka? Hii ni mara ngapi tunazungumza? Kwani hili jambo si tulishaongea na yakaisha. Tena inakuwaje unaondoka afu unasema mambo yanajirudia yale yale. Si tulishaongea yakaisha. Yameisha kwako sio kwangu. Hili swala tulizungumza. Lakini dakika za mwisho inaonekana kabisa mambo bado ni yale yale unaendelea nayo. Kama mimi naonekana mimi ni mjinga, si ndio? Naomba niache, niondoke zangu. Sasa unaondokaje hivyo? Tulishaongea ya mambo yameisha. Mbona unataka kuondoka tena? Mke wangu nilikuwa nakutania. Nataka niende zangu nikafanye kazi kidogo, unajua tena. Maisha yetu haya nimeshakaa sana bila kufanya kazi, kwa kazi kidogo nimepata. Sasa mambo gani haya kuanza kupeana pressure sasa hivi? Nataka niende nikatafute kazi, unajua mimi tayari nimeshakaa kwa muda mrefu hapo. Unajua kukaa kila siku hivi tu tunaangalizana kila siku ndio mtafutaji. Baba, sio kweli. Nataka ndio nikatafute kidogo basi. Haya sawa, kama unaenda kwa kazi nzima. Au sio? Basi fresh, mimi ngoja nini ndio. Jioni basi. Hivi mtaendelea kumficha, hatuweza kujua nini ambacho kipo kwenye moyo wangu, ila lengo langu na mazumuni lazima niuze hii. Ila sasa pia ninachoenda kukifanya nakijua mimi. Naona baba kama vile nimemchekea, najua nimemchekea kweli. Sina mapenzi ya kijinga. Kijana. Mimi nataka mapeni dili. Dili gani ile mjomba? Unamjua yule mwanangu yule Ngema ambaye aliwaumiza nyinyi. Yule dogo yule. Huyo Ngema ambaye aliwaumiza siku ile mpaka mkaja kuja kushtaki pale nyumbani. Kwa sababu mimi mwenyewe ananiboa sana. Anifulisha mambo yangu kibao pale nyumbani. Yaani nifanya vitu ambavyo ni kama sio mimi babake. Lakini yote na yote mimi ninachotaka sio kupiga tu, bali mteke asionekane. Mpotezee nyanya asionekane, asijulikane wapi yupo. Kuhusu kazi hiyo mjomba, siwazo hiyo na kinda na ponda, so naelewa. Hiyo kazi hiyo niachie mimi hapa, mimi ndo najua jinsi ya kufanya. Yaani namaliza kama chizi, so naelewa. Hiyo niachie mimi. Ukishafanya kazi hiyo, basi mchukue kwa hata nimeshakamilisha, nimeona hata wiki simuoni nyumbani. Basi nitafuteni popote pale. Nitawapa chochote kitu. Hiyo limeisha mjomba. Ila zingatia mazingira ile. Kitu kikae sawa, so naelewa. Sawa, kuhusu hiyo usijali, maana mimi pesa yuko kwenye simu. Muda wote hata baadaye kama tutakutana basi nitakufanyia wepesi. Basi hiyo imeisha mjomba. Au si? Niachie mimi. Haya basi poa.
Dada vipi? Angalia. Unisaidie kakaangu. Hapa nilipo naumwa na sina pa kuelekea. Uelekea kuelekea? Afu unaumwa? Story ndefu kakaangu. Mambo unisaidie tafadhali. Kwani umefukuzwa huko ndani au wewe umetoka wapi? Kakaangu, acha tu, ni story ndefu. Ni story ndefu? Naijua hii. Wewe dada, wewe ni binadamu kweli au sio kama jini wewe? Mambo unisaidie please kakaangu, nakuomba. Wewe naijua. Nakuomba kakaangu, tafadhali nisaidie. Anaonekana bonge la pisi. Saidieni. Saidia kakaangu. Ya mtoto mzuri yule bwana. Msaidieni ukote embe chini ya nasi hapa sasa hivi. Acha nimsaidie, atakuwa mke wa pili huyu kivyovyote. Saidia kakaangu, tafadhali nipe nafasi moja tu kakaangu. Hata kama unanishauri shida dada, unasema ni ya kweli. Nakuomba kakaangu, usiniache tafadhali. Sio kwa unanidanganya afu ukanipa matatizo au kaniingiza matatizoni, maana sisi tunahofia. Tunaangalia wenzetu kwenye video huko. Wanasaidia watu, dakika za mwisho wanapata na matatizo. Nisaidie kakaangu. Wewe uko vizuri. Sasa nitakusaidia. Asante sana kakaangu. Wangu, kama jinsi nilivyokuambia, nahitaji nikutambulishe. Jua sawa, mgeni huyu mimi ni dada yangu, sawa? Kwa katika harakati ya pita zangu, wakati naenda zangu kazini, nilipoaga asubuhi, wakati narudi sasa jioni, nimekutana naye kule, nimemkuta analia. Nikabidi nimuulize vipi, lakini akaniambia kwamba mume wake amempiga sana na amemfukuza na hana sehemu ya kwenda popote pale. Na imekuwa kama ni bahati, kama Mungu tu kanionyesha kwamba nipite pale, kwamba kuna ndugu yangu yuko pale. Kwa hiyo ndipo nikamuona, nikamwambia sawa, aje ajihifadhi hapa ndani ya siku 2-3 hizi, ili mambo yake yashakaa sawa, basi atarudi. Wewe dadako mimi sijawahi kumjua hata siku moja, ndo kwanza leo. Mbona hujawahi kunitambulisha? Ni kweli. Hilo unazungumza ni kweli, sije kukutambulisha. Pia kumbuka mahusiano yetu mimi na wewe hayakufikia sehemu ya kutambulishana sana. Ile imekuwa ni vizuri zaidi kwa sababu leo hii amekuja na umemuona pia. Afu kitu kingine, sio swala kuuliza sana mke wangu. Unaona hata sura yenyewe. Yeye na mimi ndio wale. Kwa ni hivyo kwamba mke wangu. Sawa. Dada, wifi yangu. Huyu anaitwa nani? Naitwa Nyangasi. Mara ya mwisho kukaa alikuwa anakaa? Mke wangu, mbona maswali yanakuwa mengi? Nimeshakuelekeza, nimekueleza kila kitu na amekujibu kwamba mimi naitwa nani. Si ndio swali lako ulimuuliza? Mbona unazidi kumpa maswali? Samahani, namuuliza yeye, sikuulizi wewe. Mara mwisho alikuwa anakaa? Mambo mengi mapepa. Sawa.
Nini sasa? Mtu anakujibu mpaka kumbe nilipokuwa nakaa mwanzo. Tena na kazi yake ni fundi bomba. Unaona? Hadi kazi yangu anaijua. Kazi yangu mimi ambayo nilikuwa naifanya anaijua. Kama mimi ni fundi mabomba. Haya, mpaka hapo nishindwa kumwamini. Unashindwa kumwamini kweli? Sawa wifi. Karibu sana, hapa ni nyumbani. Si unamjua kakako? Umeishi naye muda mrefu. Unamjua. Kwa hiyo inabidi niwe makini. Karibu. Twende ndani. Ndio sijalala. Sasa vipi mbona hujalala mpaka sasa hivi? Nilijua tu. Mpaka sasa hivi usiweza kulala mapema. Kwa sababu wewe bado mgeni. Unielewa? Sasa sikiliza, wala usijali wala usiogope sawa. Mimi ni mtu mzuri sasa. Mimi nikusupport. Mimi wasilali. Waulali. Okay sawa. Waulali kwa sababu unakuwa peke yako. Leo mimi nakusupport. Mimi ndo mtu wa pili. Sawa? Nitakusaidia. Leo kifika tutalala. Kama ulalaki utalala kwa sababu usingizi ni mtambala. Sawa? Umeelewa? Okay. Una shida gani? Yaani unajua kabisa umeniachia mimi balaa hapa, shida, alafu unakuja mwaka hadi mwaka. Kwa nini? Yaani mimi hapa napitia shida, matatizo. Wachawi wananifuata kila siku. Yaani wewe mimi nikiwa na shida, sikupati sehemu ya aina yoyote ile. Ila wewe ukiwa na shida unanitafuta. Hauna hata simu useme labda nikupigie mwenzangu nina shida huku, hauna simu. Hivi sasa mimi hapa unajua unaniweka kwenye mazingira gani? Sikuelewi unajua. Yule mtoto mimi ananipa changamoto nyingi. Sielewi mimi hiyo shida niipeleke wapi? Maana wewe mwenyewe upatikani. Unakuja mwaka mpaka mwaka. Niambie sasa, mimi unanisaidiaje? Unajua mimi nishachoka. Yaani kwanza siku hiyo usingenisaidia. Ungeniacha tu. Kile kitu umemwekea mwanangu ananipa matatizo tu. Haya sio kuongelewa hapa. Kwanza Ngema yuko wapi? Huyo Ngema wewe muulizia. Tangia jana hajarudi, asijui yuko wapi. Sawa. Naomba tukazungumze. Nikienda tu na vimjua Shori, lazima atagundua. Ngoja nisubiri.